Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kile kinachofanyika mahali hapa, mbingu zikahusike, mbingu zikafunguke kwa jina lako Yesu Kristo. Malaika wa Bwana akapanda na kushuka na kuhudumu katika ibada hii. Bwana, ibada hii ni ya kwako na Mungu katukuzwe katika jina la Yesu. Tunatiisha falme, mamlaka, nguvu zote, kuzing'oa, kuzibomoa, na tunaseta chini ya miguu yetu, tunazinyamazisha kwa Luka 10:19 katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua mfalme wa falme na Bwana mabwana, Mungu peke yako, mwamba peke yako, falme peke yako, wa kuinuliwa ni wewe jioni hii na kwa watu wote na katika njia zote za watu wa mji huu katika jina la Yesu. Amen. Jioni ya leo neno la Bwana kutoka kwenye Luka 19 kuanzia mstari wa 41 hata 43. Luka 19 mstari wa 41 hadi 43 kwa jina la Yesu, na tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Neno la Bwana linasema hivi: alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani. Laiti ungalijua yanayopasa amani ya nyumba yako, amani ya ndoa yako, amani ya watoto wako, amani yako mwenyewe. Laiti ungelijua yapasayo amani ya mtaa wako, ya familia yako, ya ukoo wako, ya kabila lako. Laiti ungalijua. Lakini sasa yamefichwa machoni pako, yamefichwa usiyaone, yamefichwa usiyajue, yamefichwa usiyaendee, yamefichwa ili usikutane na hayo yanayopasa amani, usiye kupokea hiyo amani. Yamefichwa kwako. Laiti sasa ungejua. Na hapa Kristo analia kwa ajili ya hao waliofichiwa kujua yepi yanayopasa amani yao. Anasema, kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako. Watakuangusha chini wewe, wataangusha watoto wako, watakuangusha kabisa. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira haya ni yepi, majira haya ya namna gani kwako. Mbingu zinasema nini na wewe? Mbingu zinataka nini kwako? Hutambui, hujui. Na ulimwengu wa giza unafanya nini? Hujui, hutambui. Kwa kuwa hujui hayo, adui watakujilia, watakuzingira wewe, watazingira familia yako, watazingira uchumi wako, watazingira maisha yako, watazingira uchumi wako, ndoa yako, elimu ya watoto wako, watazingira malango yako, watazingira, watabomoa, wataangusha, wasiache chochote. Bwana Yesu aturehemu. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atupe neema jioni ya leo kutambua majira yepi na Mungu wako aliyekuleta duniani anataka nini. Njia ya amani hutambui, hujui. Wala siku gani anarudi hujui. Siku atakapokuja hujui. Yamefichwa, yamefichwa. Hutaki kutambua, hutaki kujua, na adui zako wanakujua, na wewe hujui hata adui yako ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tambua jioni ya leo, kwa nini umejiliwa? Kwa nini unasikia haya? Majira haya ni yepi kwako? Mbingu zinataka nini kwako? Ni nyakati gani hizi? Je, utabakia unatembea hivyo hivyo
Mungu, unabahatisha mpaka lini? Tambua majira ya Bwana, tambua majira ya kujiliwa kwako, lakini pia tambua adui zako wanafanya nini, wamepanga nini. Mwanadamu, wewe una roho na mwili. Shetani ana roho na Mungu Baba ni roho. Mwanadamu ni roho na mwili. Takiwa uishi kwenye mwili na hapo hapo ishi rohoni. Mungu ni roho, shetani ni roho. Anayopanga ni rohoni, anapokujilia ni rohoni, anapokuzingira ni rohoni, anapokuangusha ni rohoni. Matokeo unaona mwilini yameshaanguka. Hakuna kilichosalia, hakuna kinachoweza, hakuna kinachosimama. Ndoa haisimami, watoto unaona hawasimami, mambo ya uchumi hayasimami, mambo ya elimu hayasimami, mambo ya afya hayasimami. Hukutambua majira. Tambua majira jioni ya leo. Haya ni majira gani kwako? Na hata siku ya mwisho yako. Tambua jioni ya leo kwa nini Bwana anakupa kusikia. Je, unasubiri mpaka yaanguke? Je, unasubiri mpaka ujiliwe? Je, unasubiri mpaka ujikute umefadhaika? Kama leo utaki kusikia, sikia neno la Bwana. Mithali 1 kuanzia mstari wa 23. Tufungue. Amen. Mithali 1:23 na kuendelea. Ni wakati wa Bwana, na Mungu ni upendo, na Mungu ni wa huruma, na Mungu ni mwaminifu, na Mungu ni wa upendo. Ni huruma za Bwana kwamba tuangamie. Lakini anaposema kuwa makini kusikia, na anasema itakuwa utakaposikia sauti yake, ndiko kufanikiwa kwako, ndiko kufanikiwa kwetu. Haleluya, haleluya. Na kama ukikataa, yeye anasema geukeni. Mithali sura ya 1 kuanzia mstari wa 23. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Geukeni vijana, geukeni wanawake wa mama, geukeni wanaume, geukeni watoto, geukeni wazee, geukeni wafanyabiashara, geukeni, geukeni, geuka, 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 geuka. Kuna mambo Mungu anataka kusema, lakini hatasema kama hujageuka. Kuna mambo Mungu anataka kufanya, hatafanya kama usipogeuka. Hata Musa kwenye kijiti kile, Mungu alipomwona amegeuka, ndipo akasema, Musa, vua viatu, mahali hapa ni patakatifu. Hafanyi, haneni kama utaki kugeuka. Jioni ya leo, geuka. Geuka tu. Geuka, si kwa dini, si kwa dhehebu, ni kwa Yesu Kristo. Ni kwa Yesu Kristo, mwamba wokovu, mwamba uzima. Yeye ni Bwana, yeye ni Mwokozi, yeye ni mkombozi, yeye ni mwaminifu. Jioni ya leo, wewe unayesikia, geuka. Tuko hapa kwa ajili yake, neno lake ni hai. Anasema geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisha maneno yangu. Haleluya. Hata Musa hakupewa neno kabla ya kugeuka. Aligeuka kwanza. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 3 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea, sitaki sasa hivi kwa wakati wako, utaona kwamba Musa alipoona kijiti kinateketea akageuka aone. Na Mungu alipomwona amegeuka akasema, alipomwona amegeuka akasema, Musa 1, 2, 3, akampa maelekezo. Amen. Na ndivyo anavyosema jioni ya leo kwenye hii Mithali 1 mstari kuanzia 23. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisha maneno yangu. Kama Musa alivyoambiwa, sasa maelekezo ni haya. Na wewe jioni ya leo yako maneno, na Mungu utamsikia kama usipokubali kugeuka kwa ajili ya maneno hayo ambayo Mungu anataka kukujulisha kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya wenza wako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kazi yako, uchumi wako, biashara yako, familia yako. Kila ambacho ni cha kwako kinasubiri Mungu aseme, lakini hatasema usipogeuka. Geuka kwanza.
Geuka kwanza, acha shingo ngumu, acha moyo wa kiburi, moyo wa jiwe, acha mazoea, acha kutakabari, acha roho ya kupanchi neno ikuachie kwa damu ya Yesu. Geuka. Anasema kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimenyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Nitacheka. Hakuna mtu asiyekuwa na msiba kwenye maisha yake. Msiba ni mambo magumu na kukutana nayo. Msiba ni mambo ya kufanya ulie machozi. Msiba ni mambo ya kufanya uchanganyikiwe, uvurugike. Hakuna mtu chini ya mbingu asiyekutana na kipindi hicho. Kila mmoja lazima akutane na hayo, lakini tunapokutana nayo na Bwana akiwa pamoja nasi, yeye anafanya na kutufuta machozi yetu. Kwa hiyo anasema kama utaki kugeuka jioni ya leo, kama utaki kusikiliza maonyo yake, kama utaki mashauri yake, na kama unaendelea kwenye kubatilisha maneno na mashauri ya Mungu, anasema mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Inakuwaje? Kwamba unalia, unamwita Mungu, alafu yeye anacheka na kuangalia. Hatari sana. Bora upambane na mwanadamu wenzio, usipambane na Mungu. Haleluya. Kipindi kigumu sote tunaita Mungu Yesu. Amina. Angalia tu hata tukiwa kwenye ajali barabarani, wapi, hatari inapokuja kila mtu lazima aite Mungu hapo. Amen. Sasa fikiria wakati unapoita hivyo, alafu Mungu sio tu kwamba ananyamaza, anakucheka. Hatari sana. Hatari sana mwanadamu. Sikia, sifanye moyo wako kuwa mgumu popote unaposikia. Haleluya. Haleluya. Usikubali kuendelea kwenye ushupavu wa shingo yako. Usikubali. Na mbaya zaidi, siku ya hukumu mbele za Mungu aliye hai, hautasimama na yeyote zaidi yako na Mungu uso kwa uso. Haleluya. Anasema kwa kuwa mmekataa maonyo yangu, mimi nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu. Hakuna mtu, nimesema, chini ya mbingu asiyekutana na nyakati hizi. Kila mwanadamu lazima akutane na nyakati za kucheka na nyakati za kulia, nyakati za hofu, nyakati za kufadhaika, nyakati za kutoa machozi, nyakati ambazo unajikuta hata kama una mume au una mke, unabaki wewe peke yako. Hata kama una baba na mama, una watoto, unabaki peke yako. Unajiona uko peke yako, unamhitaji Mungu tu. Amen. Alafu yeye anakudhihaki. Hatari sana sana. Haleluya. Amen. Anasema nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani, msiba wenu ifikapo kama kisulisuli, dhiki na taabu sitakapowafikia, ndipo watakaponiita lakini sitaitika. Huruma sana. Huruma sana. Sikia jioni ya leo. Sikia neno la Bwana. Sikia sauti yake. Usidhihaki. Anasema nitakudhihaki. Siku yako itakapofika, unaita alafu anakudhihaki. Mbaya. Anasema watakaponitafuta kwa bidii wasinione, kwa kuwa walichukia maarifa. Walichukia maarifa. Amen. Kukataa neno lake, kukataa sauti yake, kukataa mwito wake. Unakataa maarifa. Ni hatari. Maarifa ambayo yatakupa kutatua dhiki, tabu, hofu inapofika, ni maarifa yake unakataa. Usikatae mwanadamu, usikatae kijana, usikatae zaidi. Tasoma Misali 8, tamalizia hapo kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Kuanzia mstari wa 32 hadi mwisho. Basi wanangu, nisikilizeni sasa. Amen. Ni Bwana, ni Yesu
ndiye anayesema. Sisi ni sauti tu, kipaza sauti, tumeshika maiki tu hizi, lakini ni Bwana wa upendo. Yeye anajua anachotaka kufanya kwako, analo neno kwako, anakusihi kwa huruma na kwa upendo. Ananyosha mkono wake kwako, wewe mwanamke, wewe kijana, wewe binti, wewe mzee, wewe mtoto, wewe mgonjwa kitandani, wewe ambaye unasikia sauti hii popote ulipo. Bwana anakutaka msikilizi. Amen. Tena anakubembeleza. Amen. Anasema, wanangu, nisikilizeni sasa. Nisikilizeni. Amen. Nisikilizeni enyi kabila, enyi jamaa, enyi watu, naomba nisikilizeni. Wala msikatae sauti yangu. Sikieni mafundisho yangu mpate hekima, wala msikatae. Ana heri kwako, heri mtu yule anayenisikiliza. Ni heri kwa mtu huyo, ni heri wewe. Tega sikio lako. Amina. Kama anavyosema kwenye Isaya 1:19, mkitii mtakula mema ya nchi. Amina. Mkikataa, mkiasi, mtaangamia. Usikubali kuangamia. Usikubali. Mungu wa upendo wake, rehema zake, huruma zake, anakusihi jioni ya leo. Tega sikio lako, nyenyekea kwake, sikilize. Amina. Anasema ana heri, ina maana amebarikiwa sana 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 mtu yule anisikilizaye. Kiburi cha pesa, kiburi cha uzima huu, siku kiona huu mwili unapoteketea, mwili unapomong'onyoka. Hii ardhi imemeza wengi, walikuwa warembo sana, wamemezwa. Mahandsome wamemezwa, wazuri wa sura, wazuri wa kuongea, wenye hekima ya kunena, wakicheka unatamani kuangalia wakicheka. Imewameza. Ni ubatili mkubwa huu mwili, si chochote. Sikilize yeye, sikilize Bwana, sikilize kwa ajili ya leo yako, kwa ajili ya kesho yako, kwa ajili ya umilele wako. Msikilize tu. Sikiliza kijana, sikiliza mama, sikiliza ndugu yangu, sikiliza jirani yangu, sikia maneno yake, usikatae. Amen. Ana heri anayenisikiliza, akisubiri siku zote malangoni pangu, akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi aona uzima. Ona uzima kwenye nyumba yako. Amen. Kwenye kazi zako. Amen. Muone kwanza Kristo. Amen. Ona uzima kwenye njia zako, kwenye mipango yako, kwa watoto wako. Muone kwanza Kristo. Amen. Sorry. Maana yeye anionaye mimi aona uzima. Maana yeye anionaye mimi aona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Kibali unatafuta kwa waganga ni nuksi. Tulitafuta sana hivyo, tukazani tunapata kibali, kumbe tunajiongeza kinyesi na unajisi. Kuna dada mmoja nakumbuka siku za nyuma, alikuwa akienda kwa waganga hao ili wanaume wamtake. Anapaka na madawa yake, anajifukiza, anajiokesha, na anaambiwa usioge kwa sababu dawa hiyo inatakiwa ubaki nayo. Kwa hiyo harufu yote changanyiko na madawa yake, anawasogelea wanaume. Wanaume wanasikia harufu mbaya, wanamkimbia, wanamchukia, ni wanaona kinyesi, ni kunuka, ni hatari. Badala ya kuvuta kanuka mara mbili ya madawa na harufu ya kutokuoga. Kisa anataka kibali kwa wanaume, kisa anatafuta kibali cha kupendwa, kisa anatafuta kibali kwa wanadamu. Lakini yeye anasema anionaye mimi aona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Sikia, baadaye alipochoka hiyo hali alikuja kwangu, akaokoka vizuri, akabatizwa, akawa mpya. Nikamwambia sasa hivi chunga sana, watakuja wa kila rangi, na kuhakikishia kumaliza hata wiki.
Wengine walikuja na mwambia kabisa, niko radhi nakupa milioni 2. Hebu fikiria. Alikuwa anatafuta hela ya kula, maana alikuwa ameshazalishwa, alishe mtoto wake pia. Mtu anamwambia milioni 2. Walikuja wakubwa kwa wadogo, tajiri na maskini. Haleluya. Haleluya. Walichotafuta ni nini? Kwa sababu tayari alikuwa ameshapata kibali. Wakataka kile kibali, maana sasa alikuwa anang'aa. Haleluya. Kwa hiyo nasema anayenipata anapata kibali, ingawa mwisho wake alishatu kukengeuka yule yule, akarudi tena na kuganda kule kule. Maana wengi wanashindwa kusimama na kile kitu cha thamani walichokipata. Lakini unapata kibali kikubwa sana. Iwe una shida na ndoa, iwe una shida na kazi, iwe ni shida ya biashara zako, kibali unapomwona yeye, unapompata yeye, kibali ni yeye. Ni yeye ndiye anayevuta vilivyo vyema vya kwako. Bali anikosaye hujizuru nafsi yake. Na wao wanichukiao hupenda mauti. Unataka kufa, ndoa hiyo amesema adui watakuzingira. Hiyo familia yako, huo uchumi, hiyo nafsi yako, huo uhai wako. Wako wangapi wanadondoka wakiwa wadogo tu kabla ya umri? Wako wangapi wanazikwa? Adui anawazingira na wazingira, akishajua tayari kashamaliza na kupolomosha. Kwa hiyo unapomkosa unataka kufa, kiroho unakufa, uchumi utakufa, ndoa itakufa, elimu itakufa, furaha itakufa, afya itakufa, heshima itakufa, vitu vyako vitakufa, mambo yako yatakufa na hatima yako pia. Tuombe. Pale uliposikia neno hili, Mungu si Mungu aliye mbali, anawajua anaonyenyekea. Nikuombe kama unanyenyekea jioni ya leo kwa ajili ya neno losikia likufae, kwa maana umesikia na Mungu amekupa kusikia. Usilikatae. Amina. Wewe ambaye umesikia neno hili, Mungu ndiye anayeona moyo wako. Mungu ndiye anayeona unyenyekevu wako, kwamba umesikia na umekubali kugeuka. Mungu ni Mungu anayechunguza mpaka kwenye vilindi vya moyo. Mawazo yako anayajua, nia yako anaijua, mapenzi ya Mungu yapate kutimia. Nasi ni Gombo Maranatha, tuko hapa kwa neno hili, na Mungu akasimame na wewe. Tuombe. Bwana Yesu, ninashukuru kwa neema yako, na kwa sababu nimekusikia wewe, umenihurumia, unanililia katika jina la Yesu Kristo, kwa kuwa upendo wako ni mkuu kwangu, familia yangu, ndoa yangu, uzao wangu, na kila ulichonipa. Bwana mabwana, Mungu wa miungu, unayeona na kuchunguza, ninatubu kwa moyo wa kweli, ninakubali kugeuka kwa ajili ya maonyo ulionionya jioni ya leo. Ninakugeukia Kristo, sio dini, sio dhehebu. Na Mungu wa rehema, ukanisamehe, ukanisafishe, ukanitie nuru macho yangu, ukanifungue mimi na watoto wangu, ukawe adui wa adui zangu, ukawe mtesi wa watesi wangu, ukanilinde na hila za adui, na ukaangushe ngome ambayo tayari adui ameshanijengea. Kila boma, kila kuta, kila ngome ikaanguke na kupasuka katika jina la Yesu. Ikasambaratike ya magonjwa, ya dhiki, ya aibu, ya umaskini, ya mateso, ya kutokuoa, ya kutokuolewa, ya utasa na mateso ya aina yote. Hiyo ngome ambayo adui ameshaiweka, tunatangaza kuipasua, toka yachie kwa damu ya Yesu Kristo, ikaharibike na kubatilika. Lakini Kristo ukawe ngome na nguvu na uzima wa leo na hata milele, katika Yesu Kristo. Amen. Jioni ya leo Mungu ni mwaminifu kwetu. Tunawaita wapendwa katika Bwana kusikiliza neno hili. Nguvu za Mungu zikakae ndani yetu. Amen. Amen. Somo letu jioni hii linatoka Isaya 62. Isaya 61 kwa jina la Yesu nitasoma mstari wa 1 hadi wa 3. Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema.
Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, amen, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, amen, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, amen, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Amen. Amen. Bwana anatuonya hapa, anahitaji watu wa kumtukuza. Haleluya. Amen. 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 Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Wewe baba, wewe mama, wewe kaka, wewe dada, wewe kijana, nyie watoto katika Kristo, Bwana anataka kuwahubiria habari njema. Anasema tusiogope. Amen. 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 Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Tuone Isaya 41 ule mstari wa 10. Msivunjike moyo, Bwana anatuasa tusivunjike moyo. Mstari wa 10, Isaya 41, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haya ni maneno ya Bwana Mungu akiwaongea na wewe mama, wewe baba, wewe kaka. Anasema usiogope kwa maana yeye yuko pamoja nawe, usifadhaike kwa maana yeye atakusaidia. Amen. Usiogope kwa maana yeye yuko pamoja na wewe. Amen. 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 Isaya 43 ule mstari wa 10 hadi wa 13 kwa jina la Yesu. Isaya 43 ule mstari wa 10 hadi wa 13. Ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye. Kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hata kuwapo mwingine. Mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Nimetangaza habari, nimekoa, nimeonyesha na hapakuwa Mungu wa kigeni kati yenu. Kwa sababu hiyo ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, nami ni Mungu. Naam, tangu siku ya leo mimi ndiye, wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Mimi nitatenda kazi, naye ni nani awezaye kuizuia? Amen. Amen. Mungu anasema hapa bado tusiogope. Yeye anaweza kutenda kazi. Ni nani awezaye kuizuia? Amen. Akisema amesema. Amen. Akisema amekubariki atakubariki. Amen. Akisema wewe utakuwa juu, utakuwa juu. Amen. Usitumie nguvu zako mwenyewe. Amina. Usitumie akili zako mwenyewe. Amina. Mungu ametuahidia hapa. Amina. Anasema akishasema nani atakayezuia? Amen. Wewe ndugu yangu unaenda kwa mganga ukasema unataka upae juu, kumbuka unapotea njia. Amina. Mungu ameshasema hapa kwamba akiwa juu yetu nani atakayesimama? Amen. 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 Neno la Bwana Isaya hiyo 61 anasema hapa ule mstari wa 2, mstari wa kwanza B huku anasema amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Amina. Tunahitaji leo kufungua kwa jina la Yesu.
Wewe uliyetekwa, tunahitaji kufungua kwa jina la Yesu. Bwana amesema na sisi hapa jioni ya leo. Yupo Mungu ambaye anaweza kukusaidia. Yupo Mungu ambaye anaweza kuokoa mahali hapo. Yuko Mungu ambaye kila kitu anaweza na anajua. Kwa mwanadamu hakuna lisiloonekana kwake. Hakuna lisilowezekana kwake. Tunaletea habari njema hizi za ufalme wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Maana hakuna kitu kingine cha faida ni kumjua huyu Yesu. Haleluya. Yote duniani hapa vinapita. Lakini Yesu yeye ni wa milele. Milele na milele tutakaa naye kule mbinguni. Haleluya. Haleluya. Basi tumekuletea habari njema mahali hapa. Kama navyoendelea mahali hapa, tunaendelea na hizi habari njema za Yesu. Hakuna kingine bado tumekileta hapa, ni Yesu peke yake. Tumemleta Yesu, yeye ambaye ni uzima. Tena uzima wa milele. Haleluya. Nakwenda kusoma katika Yohana 3:16. Yohana 3:16, neno la Mungu nasema hivi. Ni habari njema hizi ambazo tunakwenda kuzisikia mahali hapa. Haleluya. Yohana 3:16, nitasoma kwa jina la Yesu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali hawe na uzima wa milele. Amen. Hizi ndizo habari njema, ndugu yangu unanisikia kokote uliko. Hizi ni habari njema ambazo Yesu yeye alitupenda. Mungu alitupenda. Akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kumbe usipomwamini Yesu huna huo uzima. Utakosa uzima ule wa milele. Utaangamia motoni. Lakini ni kwa sisi wenyewe sasa, maana Mungu alitupenda akamtoa mwanae kwa sababu tulikuwa wa kuangamia. Lakini akaona hapana, kwa sababu mwanadamu hakutumbia moto. Moto uliumbwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Akaona hapana, wanangu hawa wazuri hawezi kupotea. Niliumba kwa sura na mfano wake. Kwa jinsi hiyo akamleta Yesu. Kwa upendo wake. Kwa rehema zake nyingi ambazo hatukustahili. Lakini Yesu alikuja ili kumbe tuwe na uzima, tena tunao tele. Sio uzima tu, tuwe nao tele. Kwa jinsi hiyo neema ni ajabu sana, ndugu yangu unayenisikia. Neema hii asiyepo yote ambaye ataikosa. Ndio maana tupo mahali hapa, hatujatulia, tumepata hii neema sisi hapa, tukaona hapana na mwingine tupate kumwambia. Maana Mungu alikuwa na upendo. Akaona asitulie kule mbinguni. Akaja duniani kwa ajili yetu sisi. Sisi ni nani basi ambao tumepata hii neema? Tusikuambie ndugu yangu ambaye unapotea unakwenda huko. Tuko mahali hapa tukumekuletea hii habari njema kama Yesu alivyotutuma. Kwa jinsi ya ndugu yangu unanisikia kokote uliko, Yesu hapendi upotee. Hapendi tupotee sisi wanaye. Alituumba kwa sura na mfano wake. Anataka sisi sote tuingie mbinguni. Je, tutapataje sasa kuingia mbinguni kwa jinsi hivyo tulivyo? Mungu yeye ni mtakatifu kule aliko. Mbingu yeye ni takatifu. Hakuna kinyonge kitakachoingia. Hakuna kichafu kitakachoingia. Kwa tunapaswa kutubu dhambi zetu. Kwa kumaanisha kuziacha. Kwa kumwamini huyu Yesu kama ilivyonena hapa, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie. Kila mtu ni mimi na wewe. Kila mtu. Hajasema watu fulani, zebu fulani, kanisa fulani, watu fulani. Amesema kila mtu. Mtu ni mimi na wewe, ndugu yangu. Unasikia? Hajasema zebu hapa. Hajasema kanisa. Hajasema msikiti. Amesema kila mtu. Kwa maana kila mtu amwaminie atapata huo uzima. Kwa jinsi ndugu yangu nakwambia wewe hapo, Yesu anasema kila mtu. Na amesema apende hata mtu mmoja apotee, bali wote wafikirie toba.
Kwa jinsi hiyo, ndugu yangu, habari hizi ni njema sana. Amina, amina. Habari hizi njema, unakonisikia hizi habari, Yesu anataka uzipate hizi habari na uziamini. Amina. Na umwamini Yesu. Amen. Kwa kumbe usipomwamini Yesu hauna huo uzima. Uzima unapatikana kwa Yesu. Amina. Peke yake. Yeye ambaye aliishi hapa duniani, Yesu aliishi duniani hapa kama mwanadamu hawa yote. Hakutenda dhambi. Kwa jinsi ukimwamini yeye, anakupa huo uwezo wa kushinda dhambi. Kama alivyoishi hapa duniani, anakufanya na wewe uishi kama mshindi hapa duniani bila kutenda dhambi. Haleluya! 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 Habari hizi ni njema sana. Ninazifurahia, sijui mwenzangu unanisikia huko, unazisikiaje hizi habari? Haleluya! Habari ni njema sana. Yesu aliacha enzi, aliacha mbingu nzuri, akaja hapa duniani kwa ajili yetu tu sisi tusipotee. Kwa jinsi hiyo, ndugu yangu, usipuuze neno hili. Yesu alikuja kwa ajili yetu na anataka tuonane naye kule mbinguni. Amen. Lakini kuna vitu ambavyo vinatuzuia kwenda kule. Tunatakiwa tuviache, ndugu yangu. Tukisoma katika Wakorintho wa kwanza ile 6:9, yapo maneno mengi, lakini nitasoma hili Wakorintho wa kwanza 6:9 mpaka 10 pale, kwamba kuna vitu ambavyo vinatuzuia tusiingie. Kwa tukiwa na maisha ya jinsi hiyo, hatutaingia kule, tutakosa ule uzima wa milele. Haleluya!